Katika upande wa kivuli cha mlima wa Meru, mahali ambapo mvua si ya kuaminika tena na ardhi imebeba alama za mabadiliko ya tabianchi, jamii zinaishi kila siku zikikabiliana na hali isiyotabirika. Lakini ndani ya changamoto hizi kuna hadithi ya matumaini inaanza kuandikwa. Huu ni ukanda wa Likamba unaoonekana hadi pembezoni mwa vilima vya Monduli, eneo ambalo halikabiliwi tu na ukame na mmomonyoko wa ardhi uliozaa makorongo makubwa, bali pia linainuka kujijenga upya kupitia mradi wa CKU Likamba, Making the Leeward Side of Mount Meru Green Again Phase 2. Jitihada zinafanyika kuimarisha maisha ya wakulima na wafugaji wadogo, kuwawezesha kustahimili mabadiliko ya tabianchi na kuwapa sauti ya kuongoza maendeleo yao wenyewe. Lakini mabadiliko hayawezi kutokea bila watu wenye maarifa, watu wenye sauti na watu wenye ujasiri wa kusimama kwa ajili ya jamii zao. Ndiyo maana viongozi wa mitandao ya wakulima, viongozi wa vijiji, viongozi wa mila, viongozi wa dini na maafisa wa maendeleo ya jamii wanakusanyika hapa kujifunza, kushirikiana na kujenga nguvu ya pamoja kupitia mafunzo ya kitaalamu juu ya utetezi, usawa wa kijinsia na nguvu ya ushirikiano. Rekoda kwa kushirikiana na Pelham Tanzania wanafungua njia mpya ya mabadiliko endelevu. Haya si mafunzo ya kawaida, ni mwanzo wa sauti mpya za jamii kusikika. Karibu ushuhudie safari ya kujenga ustahimilivu, kuinua maisha na kurejesha kijani katika ardhi ya ukanda wa Likamba hadi safu za vilima vya Monduli. Kwa siku ya kwanza tulijifunza haki isiyo na upendeleo. Tulianza kwa kuangazia msingi wa maisha, rasilimali. Tukajifunza kuwa ardhi na rasilimali nyingine hazipaswi kuwa na ubaguzi wa kijinsia, bali zinapaswa kunufaisha wote. Tafakuri hii ilizama ndani zaidi. Jamii inapompa mwanamke na mwanaume nafasi sawa ya kumiliki na kufanya maamuzi, tunajenga msingi imara wa maendeleo. Maendeleo ya kweli huanza pale mikono yote miwili ya mwanaume na mwanamke inaposhika jembe, kalamu na kushiriki kikamilifu katika kufanya maamuzi sahihi yanayotokana na taarifa sahihi. Kwa jina naitwa Ana Marwa, ninafanya kazi shirika la Pelham Tanzania, lakini katika mafunzo hayo mimi nimekuwa mwezeshaji. Tumekuwa na mafunzo mazuri katika siku hizi 5. Washiriki walikuwa active sana na walikuwa tayari kujifunza, na wengi walikuwa wanatamani kuelewa kile ambacho tulikuwa tunawapatia. Katika mafunzo haya siku 5 yalilenga hasa kuwajengea uelewa katika masuala ya kufanya ushawishi na utetezi, tunaita advocacy. Lakini katika siku hizi 5 tuligawa, kulikuwa na mada mbalimbali. Kwa siku ya kwanza tuliangalia mada ya umiliki wa rasilimali hasa kwa kuzingatia masuala ya jinsia. Tuliangalia masuala ya jinsi na jinsia, lakini tuliangalia masuala ya umiliki wa rasilimali ardhi. Tunatambua ardhi ina mchango mkubwa hasa kwa wakulima na wafugaji wadogo, kwa sababu ndio msingi na ndio tool ya uzalishaji. Kwa hiyo tuliweza kuangalia mada hiyo hususan kwa kulenga masuala ya umiliki wa rasilimali kwa wanawake, lakini pia na makundi mbalimbali yaliyoko pembezoni. Hasa tulijikita kwa kuangalia wanawake. Kwa nini tuliangalia wanawake? Kwa sababu tunajua kwamba wanawake ni watu wanaotoa nguvu kazi kubwa katika sekta ya kilimo, lakini pia hata katika shughuli za maendeleo. Lakini kwa asilimia kubwa nguvu kazi hizo zinakuwa hazihesabiki, zinaonekana ni kama ni shughuli ambazo hazina malipo, na wengi wamekuwa hawanufaiki na nguvu wanazozitoa. Kwa hiyo tuliweza kusisitiza masuala ya umiliki wa rasilimali hasa kwa kuzingatia wanawake na makundi mengine yaliyoko maalum. Siku ya pili tulijifunza sauti inayovunja ukimya. Msisitizo ulihamia kwenye uongozi. Tulitambua kuwa uongozi hauanzi ngazi ya taifa, huanza kwenye familia, hukua kijijini na kupanuka hadi ngazi za juu. Sauti ya wanajamii katika vyombo vya maamuzi ni kama dira. Bila hiyo, jahazi la maendeleo hupotea njia. Hatushiriki kwa sababu ya wajibu tu, tunashiriki kwa sababu ni haki yetu. Lengo ni kuhakikisha na wao wanashiriki katika vyombo hivi vya maamuzi ili waweze kuwa na mchango kwenye maamuzi, kutoa maoni na namna gani ya kupendekeza mabadiliko mbalimbali ambayo wao yanawakabili yaweze kutokea.
Na kwa siku ya 3 na ya 4 tulijifunza nguvu ya utetezi na ushirikiano. Tulijikita kwa kina kwenye utetezi na ushirikiano, tukajifunza sanaa ya kufikisha ujumbe sahihi kwa mlengo sahihi na kwa wakati sahihi. Kuelewa kuwa mabadiliko si ya mtu mmoja, ni nguvu ya pamoja. Kila mdau ni wa muhimu, kila sauti ni ya thamani, na kila hatua ya utetezi ni daraja la kuelekea kesho iliyo bora. Tuliwezesha washiriki waweze kujua namna gani wanaweza kuibua matatizo wao wenyewe, kwa sababu hii strategy ni ya kwao na namna gani wataitekeleza ni wao watapanga. Kwa hiyo ilikuwa ni shirikishi ili kuwawezesha wao waweze kuibua matatizo ya kwao yanayowakabili. Kwa hiyo baada ya kuwezeshwa, washiriki wa mafunzo waliibua matatizo yao na namna gani matatizo yanawaathiri, kundi gani linaathirika zaidi na ni namna gani waweze kuweza kutatua matatizo hayo. Kwa hiyo walikaa kwa vikundi kulingana na vijiji walivyotoka, lakini waliweza pia kuibua matatizo wao yanayowakabili. Siku ya 4 sasa tulikuja na kuainisha wadau watakaotusaidia kuweza kwenda kupata mabadiliko tunayoyatarajia. Wadau, lakini pia tuliweza kuangalia advocacy goals. Kwa nini tunafanya? Mabadiliko gani tunatarajia kuwaona? Ujumbe gani tutawapelekea hawa wadau? Lakini pia ni namna gani tutaenda kuangalia targeted audience. Wahusika gani moja kwa moja ambao tunawalenga kwenye kuleta mabadiliko haya. Kwa hiyo wakulima walikaa wakaainisha wao wenyewe wadau, ujumbe gani watapeleka, lakini waliweza kuangalia malengo ya kufanya ushawishi na utetezi katika ngazi hizo za vijiji, ngazi za kata, lakini pia na ngazi za wilaya. Na kwa siku ya mwisho tuliweza kutengeneza implementation strategy kwa kuangalia indicator na kuangalia na namna gani tutaweza kupima indicator hizo wao wakati wanatekeleza majukumu yao ya kutekeleza mpango huu mkakati wa ushawishi na utetezi. Kwa siku 5 tumekuwa na siku hizo, na mwisho tumeweza kupata draft kwenye kila vijiji ambayo itatuwezesha sasa kuiboresha na kuona kwa namna gani wana kijiji hao au washiriki wa mafunzo wataenda kuitekeleza ili waweze kupata yale mabadiliko ambayo wanatamani wao kuyapata kulingana na changamoto ambazo zinawakabili. Safari hii ya mafunzo ya siku 5 haikuishia darasani. Imeacha maarifa kichwani, imegusa mioyo na imeamsha hatua za vitendo zitakazobadilisha maisha. Huu sio mwisho wa hadithi, ni mwanzo wa mabadiliko. Swali ni hili: je, wewe uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko katika jamii yako? Kama umeguswa na simulizi hii, bofya like, toa maoni yako, shiriki na wengine na subscribe ili usikose simulizi nyingine zenye kuleta mabadiliko, kwa sababu kila sauti ina nguvu, kila hatua inaleta tofauti. Mimi ni msimulizi wako Jacob Morris kutoka Drone Media. Tukutane tena katika simulizi ijayo ya kusisimua.